nampenda Yesu sana, na sijui hata nikwambie nini. Mimi sikubadilisha dini kwa hasara, na kila siku sijawahi kutosheka Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mtazamaji wa Kasako Media, ungana nami katika makala ya Rose Muhando. Hali yake kwa sasa, msanii wa nyimbo za Injili na mkongwe katika tasnia ya nyimbo za Injili. Yaani tunamzungumzia Rose Muhando. Hivi karibuni tumesikia kwenye vyombo vya habari na pia hata kwa mashabiki wakimzungumzia Rose Muhando kuwa amepata mchumba, na mashabiki wakimtakia kila laheri katika safari yake ya ndoa ya mahusiano kati ya msimamizi wa kanisa la Kenya aitwaye Pastor Robert Lumbasi kutoka nchini Kenya. Vyombo vya habari vimeripoti kwamba Lumbasi alidai amemaliza taratibu za ndoa yeye na Rose Muhando, ikiwa ni pamoja na kulipa mahari na kuwataja kama mume na mke. Hii ilielezwa waziwazi kanisani mwishoni mwa Januari 2026, na Lumbasi akawaambia watu kwamba Rose ameshakubalika na hana nafasi ya kuwa na mahusiano mengine. Hata hivyo, taarifa nyingine inasema kwamba Rose mwenyewe amepinga madai ya ndoa hayo Lumbasi na kusema hajaolewa na bado hana mahusiano ya karibu, na kwamba si jambo linalomvutia kwa sasa, akionyesha kwamba bado anazingatia maisha yake ya kazi na sio haraka kuingia kwenye uhusiano wa kimapenzi. Kazi ina muziki wake. Rose Muhando bado ni mmoja wa wasanii maarufu wa muziki wa Injili Afrika Mashariki, akiendelea kufanya kazi za muziki na kushika nafasi ya juu sababu ya albamu na nyingi zake zilizofanikiwa. Kazi yake inaendelea kuonogesha tasnia ya muziki wa gospel na nakabiliana sana na mashabiki wake. Changamoto za kazi. Rose amekuwa akipata changamoto za haki ya kupata mapato ya kazi yake ya muziki kwenye mitandao ya kidijitali kwa karibu ya miaka 15 sasa, akidai kwamba hajapata mapato kwa kazi alizoziunda kwa muda mrefu kutokana na mikataba ya zamani ya usambazaji wa muziki na kampuni fulani. Ametoa ombi kwa serikali kuingia kati kubalisha hali hii. Maisha ya binafsi na familia. Anaishi maisha ya mtu mzima mwenye historia na uzoefu mbalimbali, akijumuisha uzoefu wa familia na maisha ya watoto wake. Yeye ni mama watoto 3, na katika historia yake amesema amejiwekea nguvu kubwa kwao na kazi yake kuliko mahusiano ya kimapenzi wakati mwingine. Muhtasari mfupi wa kazi zake. Anaendelea kufanya muziki wa Injili na mmoja wa wasanii wakubwa nchini Tanzania na Afrika Mashariki. Mahusiano. Kuna taarifa mchanganyiko kuhusu ndoa au uhusiano wa kimapenzi. Baadhi ya changamoto, akidai ameolewa na mwingine anasema bado hana uhusiano wa karibu. Changamoto na mapambano. Anapambana na suala la haki za mapato ya muziki wake kwa miaka mingi. Mtazamaji, ngoja tujikumbushe kidogo Rose Muhando ni nani. Mwanzo wa safari. Alizaliwa mwaka 1976 mkoani Kilimanjaro. Kabla umaarufu alikuwa muuguzi, yani nesi, na pia aliimba kwaya kanisani. Aliingia rasmi kwenye muziki wa Injili mwanzoni mwa mwaka 2000. Umaarufu wake na albamu yake Uwe Macho ulimpa umaarufu mkubwa sana. Nyimbo zake nyingi zina ujumbe wa toba, maombi, vita vya kiroho na matumaini. Alijulikana kwa sauti yenye nguvu, mtindo wa kuhubiri kupitia muziki na nyimbo zilizogusa watu wengi. Nafasi yake kwenye gospel. Anatajwa kama malkia wa gospel Tanzania. Ameacha alama kubwa kwa wasanii wengi wa Injili waliokuja baada yake. Nyimbo zake bado zinaimbwa sana makanisani na kwenye mikutano ya Injili hadi leo. Ni mama wa watoto 3. Maisha yake binafsi yamekuwa yakijadiliwa sana mara kwa mara, lakini yeye amekuwa akisisitiza sana zaidi kumtumikia Mungu kupitia muziki. Kwa ufupi, Rose Muhando ni msanii mkongwe wa nyimbo za Injili na ni malkia wa muziki nchini Tanzania. Na hii ni Kasako Update na Adela Thomas. Wakati mwingine tena. Kupendwa sio kuolewa. Ukinipenda hata wewe ukiniambia nakupenda, umeniambia it's okay. Mimi na ndio na hapana. Kwa hiyo labda mimi sisemeje. Kasako Media, tunaangazia maisha.
tunaandika kesho.